Hey, pengine unajiuliza ikitokea unahitaji kuweza kubadilisha icon zako na kuweka picha ambazo unahitaji kuziweka ambazo sio icon. Pengine una picha yako mwenyewe ndio unataka iwe ndio picha ya icon ya folder yako. Vipi unaweza kufanya hivyo? Video hii itaweza kufahamisha hatua kwa hatua jinsi gani ya kufanya kitu kama hiko. So tayari unatakiwa uwe na hiyo folder yako ambayo unahitaji kubadilisha icon, lakini pia uwe na picha ambayo unahitaji iweze kukaa kama ndio picha ya icon ya folder hiyo. So baada ya kuweza kuwa na vitu hivyo viwili, right click picha yako na open with application ya Paint. Utafungulia huku. Tunahitaji kwenda kupunguza size. Kama unavyofahamu icon inakuwa na size ndogo sana, lakini pia inakuwa na extension yake. So baada ya kufunguka katika hii application ya Paint, utakuja hapa juu katika sehemu ya image, uta click sehemu hii na utakuwa na uwezo wa kuresize. Itakuja box kama hii, uta click katika sehemu hii ya pixel, achilia percentage, click pixel, na baada ya hapo utaondoa hii aspect ratio hapa, na kisha huku katika sehemu ya vertical weka 70 na huku katika horizontal weka 70. Kisha baada ya hapo click OK. Tayari itakuwa resized kama hivi. Then njoo zako katika sehemu ya tab ya file, click save as. Kisha chagua BMP Pictures Bitmap. So utahitajika kuweza kuisave, utaipa jina ambalo unahitaji wewe, pengine my icon, then dot. Hii extension ambayo naiandika hapa ICO ni muhimu sana kuweza kuiandika katika hiyo picha ambayo unaisave. So .ico na naisavia katika sehemu ya desktop hapa. So katika save as type hakikisha imekaa 24-bit bitmap. Kama kumekaa nyingine yoyote basi hakikisha una click na kuchagua hii 24 bitmap. Click save na funga hiyo Paint application. Tayari tumemaliza huko. Then tayari hii hapa ndio ambayo tumeitengeneza na jina lake ni hii my icon. Kwa hiyo ukiangalia hii sasa hivi imekuwa resized tofauti na hii origin. Then baada hapo right click katika hiyo folder ambayo unahitaji kubadilisha hiyo icon na click katika sehemu ya properties, kisha chagua tabu hii ya customize, click mwishoni huku mwa hii window ama dialog ya properties. Then katika folder icons chini huku change icon, hapa kuna icon default ambazo zipo window anakuja nazo, lakini wewe click hapa katika browse, itakupeleka katika kompyuta yako, utakuja kuingia katika ile sehemu ambayo unahitaji kuweza kuchukua hiyo picha umehifadhia. Kwa mimi katika desktop na nitachagua picha yangu hii hapa myicon.ico, click open, then click OK, apply na click OK. Kama unavyoona folder yetu hapa imebadilika, imechukua icon ikiwa na ile picha ambayo tumeitengeneza na ndio ambayo tunahitaji hii folder iwe na icon hii. So kama unavyoona unaweza kufungua folder yako kama kawaida. So mtu mwingine anaweza kaja akaona kama ni picha lakini hii ni folder. Wewe mwenyewe unaweza kuweka hata picha yako ikawa kama ndio icon ya folder yako. So utaweza kupita njia hizo ambazo nimekufahamisha. Lakini kumbuka kwa njia hii ambayo tumefanya, utakapofuta hii picha ya ambayo imechukua nafasi ya icon katika folder, ukifuta hii na moja kwa moja itaondoka hapa katika ile folder ambalo umeweka picha hiyo. Kwa hiyo kuwa makini. Kwa mfano nikiweza kufuta hapa, muone imerudi katika ile default icon ya folder. So nadhani utakuwa umejifunza kitu hapo. Unaweza kujaribu na wewe. Kama utakwama sehemu, kuna sehemu ya comment hapo chini, unaweza kuniambia nikaweza kukusaidia ama nikaja na njia nyingine tukaweza kufanya kitu kama hicho kwa kupitia njia nyingine. Like video hii, hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu ili usiweze kupitwa na video kama hizi ambazo tumekuwa tukijifunza vitu siku baada ya siku. Asante sana.